Kuna skuli hizi nilizotaja hapa kama hivi vyuo ya vitongoji Damtambwe, Mkokotoni, Kigaini, Makunduchi na skuli ya Mikunguni na Kengeja. Hizi pesa zinagaiwa wana changamoto. Nilichouliza sio mgawanyo wa pesa, nilichojibu nijibu sio, Mheshimiwa Naibu. Ndio wale majibu mengine. Asante Mheshimiwa Waziri, samahani. Mheshimiwa Jaku, nimekupa uhuru wa kidemokrasia kwa hali ya juu ueleze dhamira yako na swala lako lilivyo, na kuomba tena sikiliza majibu ya serikali yanavyotolewa, yasikilize kwa makini. Asante Mheshimiwa Waziri, naomba urejee majibu, yawezekana alikuwa bado hajafahamu. Unajua ubinadamu, tuna mambo mengi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, naomba nimtolee ufafanuzi kama ifuatavyo. Katika swala lake mama alilouliza, je, ni kiasi gani cha fedha, na ndio ambapo tulijibu kiasi cha fedha. Namba 2, mgawanyo ambao wala hakuainisha kwamba anataka ni kiasi gani cha fedha, lakini kama anataka kiasi cha fedha, naomba nimjibu kama ifuatavyo. Kwa mwaka wa fedha 2024 jumla ya Tanzania shilingi bilioni 4.1 zilitolewa kupelekwa Mamlaka ya Mafunzo ya Amali, na Tanzania shilingi bilioni 13.9 zilipelekwa Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu, na kwa mwaka 2025 hadi kufikia Disemba jumla ya shilingi bilioni 1.9 zilipelekwa Mamlaka ya Mafunzo ya Amali, na jumla ya Tanzania shilingi bilioni 9.1 zilipelekwa Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu. Naomba sana kwa heshima nifikie hapa. Nashukuru sana Mheshimiwa. Kuhusu taratibu, Mheshimiwa Spika, Naibu Mwenyekiti kwa taruhusu. Kuhusu taratibu. Mheshimiwa Jaku, una utaratibu upi? Kanuni ya 37 inasemaje? Naomba uinukuu. Waziri yoyote anayeuliza swali ambalo ana madaraka nalo kulijibu swala hilo kwa ukamilifu, kwa usahihi na kwa ufupi, isipokuwa kwamba swali hilo aliulizwa waziri mjumbe mmoja linaweza kujibiwa na waziri au mjumbe mwingine. Swala lilokuwa nilichouliza mimi, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nirudie tena. Je, mgawanyo wa fedha hizo uko vipi kwa vyuo vya amali kwa ufundi na kataja vitongoji Damtambwe, Mkokotoni, Kigaini, Makunduchi? Alivyonijibu sivyo. Asante. Otherwise anaambia jina kwa maandishi. Hakuna tatizo, si aibu. Asante Mheshimiwa Jaku. Mbona hilo swala rahisi na mimi nimelifahamu na limejibiwa kwa ufupi na kwa usahihi. Sasa nini tatizo? Mnakosana wapi na Mheshimiwa Waziri? Mbona hilo swala majibu yake yako sahihi? Samahani, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kujibu swala kwa ufasaha sana. Nadhani breakdown aliyoitaka amepewa, zilizokwenda kwenye mamlaka amepewa, kwenye Bodi ya Mikopo amepewa, lakini kwa sababu swali lenyewe ni la kitakwimu na pengine mjumbe anataka itemized kwamba shilingi ngapi na senti ngapi na sifuri ngapi, basi tutamletea kwa njia ya maandishi. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Jaku, una lolote? Kwa majibu ya Mheshimiwa Waziri, si aibu kuleta kwa maandishi wala si ugomvi. Tunafanya kazi, hakuna mkamilifu wa halakana dhaifan. Asante sana.